Ama kuhusu nyumba ya watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad ja'ala Allahu lahum huquqan 'ala almuslimina wa awjaba alayhimul qiyama biha. Mwenyezi Mungu amejalia watu wa nyumba ya Mtume wanaojulikana kama ahlul baiti, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu amejalia wana haki zao kwa Waislamu wote duniani, na mtume wako anasema wa'ati kulli dhi haqqin haqqa, nampatie kila mwenye haki haki yake. Tutakuja kuelezea mbele ya hutuba zetu haki za watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Swali tutaulizana kwa haraka, man hum ahlu baiti nabii sallallahu alayhi wasallama, watu wa nyumba ya Mtume ni akina nani? Ahlul baiti ni akina nani? Hawa watu ambao kwamba pia Mtume alihusia akiwa Ghadir Khum, hawa watu ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishikamanisha wasia wao pamoja na kitabu cha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Nani watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ahibati fillah, fa inna ala baiti nabii sallallahu alaihi wasallam hum azwajuhu wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin min bani hashimin wal muttalib. Watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo kabisa ni wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila ambaye kwamba ni Muislamu sharti awe Muislamu, kwa sababu Abu Lahab pia ni katika kizazi cha Mtume, ni ukoo wa Mtume, lakini hatoingia katika fadhila za watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muslimin min bani hashimin, na kila ambaye kwamba ni Muislamu kwa mlango ama ukoo wa Banu Hashim, wal Muttalib, katika watoto wa babu yake wa pili wa Mtume Abdi Manaf. Leo kwa haraka tuwazungumzie wa sehemu ya kwanza wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wiki ijayo tutaendelea kuwataja watoto wake na Banu Hashim na Al-Muttalib. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhana ndiye alowajalia wake za Mtume wawe katika watu wa nyumba ya Mtume kwa dalili ya aya kwenye Qur'ani, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tathira. Ama kwa hakika Mwenyezi Mungu anataka awatahirisheni, awatakaseni watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na awatakaseni mtakaso ambao kwamba ni wa hali ya juu. Hii aya utaipata katika suratul Ahzab, na kama wanavyotuelezea wanazuoni wetu, ndugu Waislamu, fa in aradta an tafhama alqur'ana fahman sahiha fandhur ila alayati allati qablaha wa ba'daha. Ukitaka usikosee kuifahamu Qur'ani, ukitaka uifahamu Qur'ani ufahamu ulokuwa wasawa, aya utakayoisoma angalia nyuma za aya na mbele yake zinasemaje, zitakusaidia kuifahamu Qur'ani. Ukiingia kwa Qur'ani uchukue aya moja utoke, utafahamu makosa. Waweza ingia ukasema fawailun lilmusallina, adabu kali watapata wanaoswali. Naam, ni aya, lakini uliingia ukatoka na aya, utakosea katika kuifahamu. Utasema Waislamu wote wanaoswali adabu inaongojea, lakini kuna mbele ya aya inasemaje? Na tukirudi katika hii aya ambayo kwamba almufassiruna wanaita kuwa ni ayatu tathhir, ni aya ya kutahirisha nyumba ya Mtume. Alayatu qablaha wa ba'daha khitabun linisai nabii, aya za kabla na aya za baada ya hii aya ni Mwenyezi Mungu anazungumza na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi utapata Mwenyezi Mungu alianza ya nisaa an-nabii lastunna ka ahadi minan nisai in ittaqaytunna
Ukishuka chini utakuta Mwenyezi Mungu bado yuko na wake za mtume, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula. Kisha Mwenyezi Mungu akataja inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ala albayti. Ukiwachana na aya, Mwenyezi Mungu bado yuko na wake za mtume, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min alayati walhikma. Hizi aya zote siyaq ilokuja, mtiririko ulokuja, Mwenyezi Mungu anazungumza na wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani inaonyesha mke wa mtu anaitwa ni ahlu rajuli ama alu baitihi, kama malaika walivyomjibu Sara mama yetu mke wa Nabii Ibrahim wakati walipokuja kumpatia bishara ya kuwa atapata mtoto ambaye kwamba ni Ishaq. Walitumia lugha gani? Qalu atajabina min amri llah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayti. Malaika wanazungumza na Sara, je, unastaajabu wewe kupata mtoto katika umri kama huu? Rahma za Mwenyezi Mungu na baraka za Mwenyezi Mungu ziko juu yenu enyi watu wa nyumba. Naam, hata mke wa Nabii Ibrahim anaingia katika ahlul baiti, na hiyo ndio lugha ya Qur'ani. Mume wa mtu anakuwa katika ahlul baiti, na mume wa mtu ama mke wa mtu anakuwa katika watu wa nyumba yake. Na labda unaweza jiuliza, katika hii aya, ayatu tathir, aya za kabla, khitab inaonyesha Mwenyezi Mungu anazungumza na wanawake akisema ya nisa an-nabi. Mwenyezi Mungu anazungumza na wanawake akisema waqarna fi buyutikunna, kuna nunu niswa. Mwenyezi Mungu anazungumza na wanawake wadhkurna. Kwa nini katika hii aya Mwenyezi Mungu alisema inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum, wala hakusema ankunna? Akasema liyutahhirakum, wala hakusema litahhirakunna. Mtu anaweza jiuliza swali kama hiyo. Naam, lugha ya Kiarabu ina kanuni zake. Wanatuambia wanazuoni wa lugha, wanatuambia wanazuoni wa nahwi, idha jitama almudhakkar walmuannath fi jumlatin ghuliba almudhakkar. Hii lugha ina adabu na heshima zake. Wakiingia watu 50, 20 wanawake, 30 wanaume, hatutosema hunna, tutasema hum, hata pamoja na kuwa wanawake wako katika wao. Mwenyezi Mungu aliposema wadhakirina Allaha wadhakirati, na aya zimeanza nyuma, wadhakirina Allaha wadhakirati a'adda Allahu lahum, wala Mwenyezi Mungu hakusema a'adda Allahu lahunna. Mwenyezi Mungu amewaandalia pamoja na wanawake ambao kwamba wamekusudiwa katika aya nyuma, aya kama hizo na mfano kama hii kwenye Qur'ani ni chungu zima. Ndugu Waislamu, hata katika sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anapozungumzia mtume kuhusu alu fulan, mke anaingia ndani yake. Mtume aliomba dua, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta, ya Allah, jalia riziki ya nyumba ya mtume iwe ni yenye kutosheleza. Alisema alu Muhammadin, bila shaka ni nyumba pamoja na wake zake. Alipokuwa anachinja udhiya mtume alisema Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, ya Allah, takabalia kichinjo hichi kwa Muhammad, takabalia kichinjo hichi wa ali Muhammadin, na watu wa nyumba ya Muhammad bila shaka wake zake wanaingia ndani yake. Anasema na Aisha, ma shabi'a alu Muhammadin min khubsi sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida. Nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwahi kushiba mkate wa shairi kwa siku 2 mfululizo. Jana wamekula, leo wakala. La, haijatoka hapo kwa nyumba ya mtume mpaka kuaga dunia. Jana akipata, leo inampiga chenga, leo akipata, kesho inampiga chenga. Na Aisha alisemaje? Mashabi'a alu Muhammadin, hawakuwahi kushiba watu wa nyumba ya Muhammad. Bila shaka ni wakeze mtume, ni mama zetu radhiallahu anhunna. Na wakati ilishuka aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, masahaba walimfuata mtume akamwambia, Mwenyezi Mungu ametutaka tukuswalie, fa kaifa nusalli alayka? Mtume akasema qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahima
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Hii riwaya pia ipo katika Sahih al-Bukhari. Akawataja wake zake, akawataja watoto wake, wanaingia katika watu wa nyumba ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, nyumba ya wake za mtume wana fadhila chungu nzima. Ya kwanza, wake za mtume ni wake zake duniani na akhera. Ni haramu mtu kuoa mke wa mtume baada ya mtume kuaga dunia. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tufiya anha zawjuha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha, mwanamke yote ambaye kwamba amefiliwa na mume wake akaolewa baadaye, labda akaolewa tena mara 2 3, siku ya kiyama huyo mwanamke, kama wote walikuwa ni wema, atakuwa wa mwisho katika waume zake. Na ndio maana baada ya mtume kufa ni haramu kwa mke wake, wao watakuwa ni wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe, Mwenyezi Mungu ametukanya kuoa moja kwa moja wakeze mtume. Wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, na haifai nyinyi kuoa wake za mtume baada yake. Hizi ni ahkamu za nyumba za wake za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu aliwajalia wake za mtume kuwa ni mama zetu aliposema, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, na wake za mtume ni mama zetu. Na mwisho, Mwenyezi Mungu ndiye alomchagulia mtume hawa wake zake. Haikuwa khiari ya mtume, haikuwa choice ya mtume. Mwenyezi Mungu ndiye alomchagulia, akawa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka mke wa 11. Kwa nini? Wakati alioa mke wa 11, Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Ya Muhammad, hapo tosha. Mwenyezi Mungu akapiga kafuli, hakuna tena kuoa mke mwingine, wala kuna mwingine labda ambaye kwamba atakuvutia kama binadamu ukataka kupunguza uweke mwingine. Mwenyezi Mungu akakataa, ni hao ambao kwamba nimewachagua. Mwenyezi Mungu alitaka malengo yawapate, yatimie, na ikiwa ni chaguo la Allah, bila shaka watakuwa ni wanawake bora. Wa kwanza akiwa ni mama yetu Khadija bintu Khuwailid, wa pili akiwa ni Sauda bintu Zam'a, wa tatu akiwa ni mama yetu Aisha mtoto wa Abu Bakr Siddiq, wa nne akiwa ni Hafsa mtoto wa Umar ibn Khattab, na wa tano akiwa ni Zainab bintu Khuzaima, na wa sita akiwa ni Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, na wa saba akiwa ni Zainab bintu Jahshin, na wa nane akiwa ni Jawriya bintu al-Harith, na wa tisa akiwa ni Ummu Habiba Hindu bintu Abi Sufyan, na wa 10 akiwa ni Safia bintu Huyay, na wa mwisho ambaye kwamba mtume alipomwoa Mwenyezi Mungu akafunga mlango ni Maimuna bintu al-Harith.